kuhusiana na suala zima la gharama za zoezi hili la ubadilishaji wa plate number kutoka plate number za sasa kwenda plate number hizi zilizopo hivi sasa mpya. Sasa nataka kuuliza au kujua serikali ilifanya utafiti kiasi gani kuweza kuleta categories hizi za gharama ambazo zimeainishwa hapa kwamba kwa gari, Vespa na pikipiki pamoja na vyombo vingine vya usafiri. Asante. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa Jimbo la Wawi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Amesema kwamba kuna gharama kubwa kutokana na utaratibu huu mpya ambao upo. Kama nilivyotangulia kusema katika swala mama, mamlaka za kisheria kwa maana kwamba Wizara ya Fedha kupitia ZRA na uwakala huu ambao unatoka kwa waziri husika umeona kuna haja ya kufanya hivi. Kuna mambo mengi ambayo yanazingatiwa, lakini wakati mwingine kunaweza kukajitokeza ongezeko la kiuhalifu, na namna gani ya kuweza kucontrol hilo ni kuingia kwenye utaratibu huu ambao tutaweza kucontrol kile ambacho tunakisajili. Na ndio maana nikakwambia mwanzo kwamba tunaweza tukadelay, lakini kudelay kwenyewe ni kutokana na upekuzi ule ambao tunaupekua kujua kwamba huyu ambaye tunamsajili ndiye halali na ndiye anayepaswa kusajiliwa. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Shafi, Mohamed Shafi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kuniona na kuweza kunipa nafasi ya kuuliza swala la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri alituambia hapa kwamba iko haja. Je, ni haja gani iliyosababisha kwa kubadilishwa hizi namba? Lakini suala la pili, je, hamuoni kuwa mnawakwaza wananchi wa kipato cha chini kila siku, kila mwaka kubadilisha nambari hizi? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa Jimbo la Wete swali lake A, B la nyongeza kama ifuatavyo. Nimetangulia kusema kwamba ipo haja ya kufanya hivi. Zipo sababu nyingi ambazo zimepelekea tukaonelea kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko. Tuzingatie mambo mengi, lakini mojawapo ni pamoja na control masuala ya kiuhalifu. Nani ambaye tunamsajili? Nataka ukiri ama uweze kujua kwamba zipo namna ambazo wakati mwingine yani kuna vyombo vingine vinafanya uhalifu, lakini at the end hatujui ni nani mhusika. Matokeo yote haya pamoja na mambo mengine ndiyo ambayo yamepelekea kuona kwamba kuna namna fulani au kuna haja ya kuweza kufanya mabadiliko ya hizi namba kupata nambari nyingine mpya. Lakini namba B anasema kwamba hatuoni kwamba tunawakwaza wananchi kwa sababu ya gharama. Si swala la kukwaza, na wala si kila mwaka kwamba tunafanya hivi. Tunafanya hivi kila pale muda ambao tunaona kuna uhitaji wa kufanya hivi, sio kila mwaka. Lakini swala la kukwaza, utaratibu hii ipo kwa mujibu wa mamlaka au kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Sasa kama kuna vinginevyo, maana yake ni kwamba turudi kwenye utaratibu kwamba tuachie huru tu, lakini kwa sasa tutaendelea kufanya hivi kwa sababu mamlaka za kisheria zinaturuhusu kufanya hivi. Asante sana. Asante sana. Wizara hiyo hiyo, swali nambari 203 linaulizwa na Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, mwakilishi wa wananchi Jimbo la Paji. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikuombe sana kwa heshima kabisa, huu Ramadhani yetu ya mwanzo, spidi kidogo natupeleka ipunguze kidogo, sote abiria wako ndani. Naomba swali langu namba 203 ipate jawabu. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa Jimbo la Paje, Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, swala lake lenye kifungu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna kodi inayotozwa kwa wawekezaji wazalendo kwenye sekta ya usafirishaji kwenye uwanja wa ndege na baharini
Aidha, tozo hizo hulipwa na abiria wakati wanaposafiri nje ya Zanzibar kwa mchanganuo ufuatao: moja, kwa upande wa usafiri wa baharini kutoka Zanzibar kwenda Tanzania bara hutozwa ada ya bandari ya shilingi 2,000, kodi ya miundombinu ya shilingi 2,000 na ada ya mamlaka ya usafiri baharini shilingi 1,000 na kufanya jumla shilingi 5,000. Mbili, kwa upande wa usafiri wa viwanja vya ndege kutoka Zanzibar kwenda Tanzania bara hutozwa 10,000 kama ni ada ya uwanja wa ndege. Tatu, kwa upande wa 2% ya mauzo ghafi ya tiketi hutozwa ushuru wa stamp kwa wawekezaji wazalendo na wageni waliowekeza katika sekta ya usafirishaji. Swala namba B, kitoto B, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali hufanya mapitio ya kodi, tozo na ada kila mwaka wa fedha ili kurahisisha ufanyaji wa biashara na uwekezaji nchini, kupunguza mzigo wa kodi kwa wananchi pamoja na kuongeza ufanisi katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Jaku, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, niombe tena haya majibu unaojibu yanaingia kwenye Hansard. Tumepoa semina kule Kizimkazi, itakuwa vingine yote ni bure. Mnapojibu Mheshimiwa Waziri, jaribu kufanya utafiti, msije mkapewa tu mzigo huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, nikakuthibitishia uko tayari kujiuzulu nafasi yako Naibu Waziri? Mheshimiwa, samahani, naomba uulize swali la nyongeza linalotokana na msingi wa swala lililojibiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikwambia leo Ramadhani ya kwanza, spidi unayotupeleka kidogo kubwa, ni sisi sote ni abiria wako, tupo hapa kwa niaba ya wananchi. Sasa kudanganya sisi tunafanya utafiti, tunakesha kutafuta swala. Mimi niko tayari kumthibitishia. Haya, kuna msemo, unapokuta maji ya koga yanapoanguka ndio achinjwavyo. Mheshimiwa, hebu tueleze sababu gani ya msingi kuchukua shilingi 10,000 kwenye tiketi? Mimi kwanza ni clear, ni Muhindi na Muhindi kazi yake biashara. Duniani kote Muhindi kazi yake biashara. Hii by the way, ilikuwa tiketi yako inapigwa stamp, unalipa shilingi 10,000. Leo stamp haipo na shilingi 10,000 ile inalipwa. Je, kigezo gani mchotumia? Bado Mheshimiwa, la pili mwanzo huyo. Lakini katika majibu yako umesema kwa upande wa 2% stamp duty, ghafla tiketi hizo hutozwa usumbufu wa stamp. Ushachaji shilingi 10,000. Halafu katika ile mauzo unachukua 2% ya mauzo. Mwekeza mzalendo hapa, lakini mashirika ya ndege ya nje hayatozwi. Sasa unamuinua Mzanzibari, unamkandamiza Mzanzibari. Ushahidi huo nao Mheshimiwa. Kwa hiyo mkaja muwe makini katika kujibu. Tunahangaika kutafuta swala. Mheshimiwa Naibu Waziri, nikuombe sana kwa heshima tasma, Ramadhani ndio mwanzo, Mansan Ramadhan imama itisaba. Asante Mheshimiwa Jaku kwa swala la Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa Jaku swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza na yeye nataka nimwambie kwamba hata yeye wakati anapouliza pia afanye utafiti wa kina kabla ya kuuliza hilo swali. Kwani niseme hivi, haya ambayo yanayasema yapo kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria. Kama kwa mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili swala la kodi mbili au duplicate ambalo kaliuliza ni katika mnasaba huu ufuatao. Mfano, labda shirika la ndege, kuna mawakala wale wanapofanya mauzo, wakifikia kiwango fulani wanapata kamisheni, na ukipata kamisheni manake ni kwamba income ikifikia kiwango manake itatozwa ile 1% ambayo inatakiwa. Lakini shirika lenyewe sasa nalo kwa sababu linafanya hayo mauzo litatozwa kwa mujibu wa utaratibu wa ile 1% inayotakiwa. Kwa hiyo na yeye ninachotaka kumwomba afanye utafiti kabla ya kuuliza swali lake. Swala namba jingine kwamba sababu ya msingi ya kutozwa shilingi 10,000, nimesema awali hili jambo lipo kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kama kutakuwa kuna vinginevyo, ni sheria hiyo hiyo ambayo ibadili ili hii 10,000 isitozwe. Nashukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa, kuhusu utaratibu Mheshimiwa,
labda hujamfahamu. Mheshimiwa Jaku, naomba ukae. Mheshimiwa Bakari, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa ufafanuzi nzuri ambao anaendelea kutupatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kufahamu kwamba je, serikali haioni ipo haja sasa kutofautisha hii kodi ya stamp ya 2% kwa baina ya wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Wawi swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Nimesema katika swala mama kwamba upande wa 2% ya mauzo ya tiketi hutozwa ushuru wa stamp duty wa stamp kwa wawekezaji wazalendo na wageni. Kwa hiyo kama kuna haja ya serikali kuona kwamba hakuna haja ya kufanya hivyo, bado narejea kusema kwamba ni swala la kisheria. Kama kuna haja ya kufanya hivyo, ni kukaa kitako sheria kubadili ili kuona kwamba utaratibu unakwenda kama ambavyo. Nashukuru sana.